Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni furaha kubwa kwa sisi sote Waislamu na wasiokuwa Waislamu kuafikiwa kwamba kumepatikana suluhu, japokuwa si suluhu thabiti, lakini afueni imepatikana kwa ceasefire ambayo imefanyika sehemu za Gaza, kwamba kwa sasa hivi yapo makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yamefanyika hii Oktoba 2025, lakini kulikuwa na makubaliano ambayo yalikuwa yamepangwa Januari 2025, na katika makubaliano haya awali yalikuwa yamependekeza hatua tatu, na hatua ya kwanza ambayo ilikuwa ifanyike wiki 6 ni Hamas kuachilia mateka 33. Hamas kuachilia mateka 33, ambao katika hao mateka 33 watakuwa wanaopewa kipaumbele ni wanawake, watoto, wazee na wagonjwa. Hii ni hatua moja katika hatua ya kwanza. Hii ni kipengele kimoja katika hatua ya kwanza ambayo ifanyike wiki 6. Katika kipengele kingine ni Israel kuachilia mamia wafungwa wa Kipalestina ambao walikuwa wamezuiliwa bila hatia katika jela za Waisrael. Lingine ni wanajeshi wa Israel kujiondoa katika sehemu za Gaza ambapo walikuwa wamejaa kwa wingi, hasa sehemu za kaskazini. Lingine ni wakazi wa Gaza waliokuwa wakimbizi kuruhusiwa kurudi katika sehemu zao walizokuwa wakiishi. Lingine ni misaada ya kibinadamu ambayo ilikuwa imezuiliwa kuingia katika sehemu za Gaza, kuruhusiwa kuingia. Yapo zaidi ya malori 600 kwa siku yaruhusiwe kuingia katika sehemu kama zile. Lakini pia kuna hatua ya pili na tatu, ambayo hizi ni hatua za baadaye: mateka wanaume kuachiliwa, miili ya mateka waliokufa kurejeshwa, ujenzi mpya wa Gaza na mabadiliko ya uongozi. Pia vile vile la mwisho, makubaliano ya muda mrefu ya amani na usalama. Ambacho kimefanyika katika Oktoba hii ya makubaliano ya kusitisha mapigano ya Gaza ni Hamas iliachilia mateka 20 wa mwisho wa Kiyahudi walio hai waliokuwa wameshikiliwa katika sehemu za Gaza kwa miaka miwili hii iliyopita. Israel pia iliachilia watu 2000 wa Kipalestina, ambapo zaidi ya watu 1700 walikuwa wameshikiliwa bila mashtaka tangu Oktoba mwaka 2023. Pia vile vile wafungwa takriban 250 walikuwa na hukumu rasmi, lakini kati yao 154 walikuwa wamepelekwa uhamishoni. Miili ya baadhi ya waliokufa pia ilikabidhiwa Israel kama sehemu ya makubaliano. Pia vile vile misaada ya kibinadamu ya chakula, dawa na mafuta yameruhusiwa kuingia katika mji wa Gaza. Lakini zipo changamoto ambazo zinajadiliwa na wataalamu. Baadhi ya changamoto hizi ni baadhi ya wafungwa mashuhuri kama bwana mmoja ambaye anajulikana kama Marwan Barghouti hakuachiliwa. Pia vile vile hatua za mwisho za Israel kujiondoa kabisa katika sehemu za Gaza hazijajadiliwa vizuri, hazijafikiwa. Kwa hivyo ni habari ambazo tunazifuatilizia kwa karibu na tutawajuza litakalotokea. Lakini yaliyofanyika pia ya kusikitisha ni watu wa Gaza wanarudi kwao wakiwa wanapata majumba yao ni vifusi, wapendwa wao wengine wamesakama katika vifusi kama vile chini ya mijengo, na wanafufua maiti zao, na wazazi wengi wamepata kwamba watoto wao wamefariki. Familia zimetangana na familia zao kwa muda mrefu, mama haoni watoto wake. Yani ili mradi picha ambayo iko Gaza ni picha ya kusikitisha sana sana sana. Lakini la kusikitisha zaidi ni kuuawa kwa mwanahabari Saleh Al-Jafarawi. Huyu ni mwanahabari ambaye tulikuwa tukipata habari nyingi sana kutoka kwake, na siku moja tu kabla kifo chake ndiye aliyetangaza kwamba yamefanyika makubaliano ya kusitisha vita. Alikuwa akifurahi sana sana sana, lakini baada ya siku hii alikuja akatekwa na kundi ambalo linaongozwa na bwana mmoja anaitwa Abu Shubaba,
Huyu bwana Yasir Abu Shubab ni Mpalestine ambaye amekuwa akichukua posho kutoka kwa majeshi ya Israel na yeye kubadilisha nazo na information ama na intelligence ambayo anachukua kutoka kwa Wapalestine na kuwapa wanajeshi wa Israel kama kuwageuka wenzake. Kwa sasa hivi ni hayo tu. Swali kubwa ni kujiuliza ni je, mkataba kama huu wenye changamoto nyingi uliovamiwa na makundi kama haya kina Abu Shubab, je, ni mkataba ambao utadumu? Basi na sisi tuwatakie ndugu zetu wa Palestine, ijapokuwa ni hali nzito, lakini tunawatakia kheri. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi katika kila uzito wao, na sisi wajue kwamba tuko pamoja nao katika kupaza sauti ili ulimwengu mzima wajue ni nini kinachoendelea katika ukanda wa Gaza. Mimi ni Ramadhan Salim Fujo, tukutane wakati mwingine.